السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baadakum himidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehma kipenzi chake bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi. Tukiwa ni wenye kuendeleza masail ambayo kwamba yanafungamana na huquq al-yatim fil Islam, haki za yatima katika dini ya Kiislamu. Na kipindi kilichopita tulikuwa tueleza haki ya yatima kwa shakhsia yake. Tukawa tueleza kifungu baada ya kifungu ni kuwa yatima kwa ufupi huwa anapata haki kama yule mtoto mwingine ambaye kwamba anayezaliwa akiwa ana baba yake ana mama yake. Yatima huangaliwa katika marahil ya janini akiwa kwenye tumbo la mamake. Tukaeleza baba mtafutie mama mwema, baba muangalie, wasiwe ni watu ambao kwamba wa kutumia vitu vibaya wakati mama ana mimba kuathiri kile ambacho kwamba kiliomo ndani ya tumbo. Asiwe ni mama mwenye kupewa maagizo na daktari kisha maagizo yale akawa hayatumii kama vile alivyopewa na daktari. Leo tutaeleza haki ya yatima katika far'i ya 5. Ni kwamba yatima ana haki kama mtoto mwingine ambaye anayezaliwa akiwa na baba na mama. Na haki hii ni ya far'ul khamis, ni kwamba yatima ana haki kuusiwa. Ana haki kuusiwa. Yatima ana haki ya kuwekewa wakfu. Ya kuwekewa wakfu. Haquhu fil wasiya wal waqf. Mafukaha wetu wa Kiislamu wamekuja kuthibitisha kwamba janin, yule mtoto ambaye yumo ndani ya tumbo la mamake, ana haki ya kuusiwa. Ana haki ya kuusiwa idha istahalla hayyan wa kana qad tahaqqaqa wujuduhu fi batni ummihi inda alwasiyati lahu. Ikiwa mtoto yule atakuwa ni mwenye kuzaliwa hali ya kuwa ametoa sauti, na wasia ule hupitishwa kwa yule aliyomo ndani ya tumbo. Ikiwa yumo ndani ya tumbo, hautolewi wasia kwa kitu ambacho kwamba hamna ndani ya tumbo. Kwa hivyo yatima naye kama mtoto mwingine ana haki ya kuusiwa ikiwa yumo ndani ya tumbo. Hata ukisoma masaili haya utayapata yaelezwa na katika madhhabi ya Hanafi. Wasia ni kumiliki kitu ambayo kwamba huja baada mudhafan ila ma ba'da al-maut. Kwa hivyo waweza kumuhusia janin yule ambaye yumo ndani ya tumbo, na janini yule ikiwa ni janini ana baba yake au janini ambayo kwamba amefelewa. Ikiwa baba atamuhusia kisha akafa, ni kwamba haki yake ikamilishwe na itekelezwe kama vile ambavyo kwamba dini inavyosema. Janini yule aweza kufanyiwa wakfu, aweza kufanyiwa wakfu kama dini inavyoeleza. Ukisoma hashiyatu raddul mukhtar ala durril mukhtar, kitabu cha Ibn Abidin, utapata masala haya ndani yameelezwa. Kwa hivyo haki moja ambayo kwamba janin anapawa ni kwamba wasia hutekelezwa, janin huwekewa wakfu, lakini kwa sharti ambayo kwamba itakayokuwa janini yule yupo katika tumbo la yule ambaye kwamba alimbeba. Huwezi kumwekea wasia kwa kitu ambacho kwamba hakimo ndani ya tumbo la yule ambaye kwamba aliyebeba. Huwezi kumwekea wakfu kwa mtu ambaye kwamba hakubebwa katika tumbo la aliyembeba. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni kwamba kupatikaniwe katika tumbo, kisha baada ya hapo ndio hutolewa wasia kwa kile ambacho kwamba kimo ndani ya tumbo. Far'u sadis,
alhuquq allati tathbutu lahu idha mata ba'da wiladati hi hayyan, kuna kile ambacho kwamba huthubutu kwake yeye yule ambaye kwamba mwenye kuzaliwa, ikiwa atazaliwa kisha atakufa, kuna haki ambayo kwamba husimama kwake yeye pia. Haki yenyewe ni kwamba janin anayezaliwa kisha akafa hufanyiwa kama vile anavyofanyiwa mtu katika Uislamu. Huoshwa, hukafaniwa na akasaliwa na akazikwa, kwa sababu ni Muislamu. Na masala haya yamekuja katika kitabu kinaitwa Al-Mabsut, na ni masala ambayo kwamba katika madhahibu ya Shafi'ia yaelezwa. Tena madhahibu ya Shafi'ia kuambia hata ikiwa amefika miezi 6 na akazaliwa, ama amezaliwa hali ya kuwa amedhihirisha umbo, yuwafanyiwa kama vile ambavyo kwamba anafanyiwa mtu mzima. Ndivyo inavyoeleza, hufanyiwa kama vile alivyo nafanyiwa aliye hai, hufanyiwa kama vile wanavyofanyiwa mauti wa Kiislamu, kwa sababu yeye ni miongoni mwa nafsi mu'mina, ni nafsun mu'mina. Kisha ikaja far'u sabi, haki yake ya kurithi baada ya kufa mmoja wa wale ambao kwamba wenye kurithiwa katika yeye. Mmamfiliwa na babake, kama tunavyosema yatima ni aliyefiliwa na babake. Ikiwa atatoka au atazaliwa baada ya kufa mwenda zake, basi na yeye atarithi kama vile wanavorithi wale ambao waliomo hai, kwa sababu imethubutu kwa Uislamu liljanin alhaq fil mirath, kwamba janin kiliomo ndani ya tumbo ana haki kurithi baada mauti, baada ya kufa yule ambaye ni msimamizi wake na mwacha mali baada ya kufa kwake. Wala khilafa baina alfuqaha, hili halina khilaf baina wanazuoni wa fiqh, kwa sababu aliyebeba mbimba imekuja nafsi na dalili kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arithishwe, lakini kwa kuua yule aliyezaliwa janin atoke hali ya kuwa atahaqququ min ujudi ba'da wafati muwarithi au muwarithahu, awe ni mtu ambaye yuwapatikaniwa baada ya kufa yule mwenye kurithiwa, bimaana kipo kabla hajafa yule mwenye kurithiwa, kimo ndani ya tumbo. Ndio baadhi ya wanazuoni wakasema ya kwamba wirathi husimamishwa mpaka kikagundulika kiliomo ndani ya tumbo ni nani, akarithishwa kulingamana na ile nafsi yake alivyotoka. Ikiwa ni mwanamke hurithishwa kiuke, na ikiwa ni mwanamume hurithishwa kiume. Ndio wakasema wirathi ule husimamishwa mpaka azaliwe yule ambaye kwamba yumo ndani ya tumbo, baadhi ya wanazuoni. Kwa hivyo kwa kauli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha istahalla sabiyu sulli alayhi wa urith, anapotoka mtoto hali ya kuwa ametoa sauti kisha akafa, huswaliwa na hurithi. Hadithi yumo katika na hurithiwa, hadithi iliyomo ndani ya Sahih Ibn Majah. Kwa hivyo ni masala ambayo kwamba wanazuoni wameyapitisha haya. Kisha kuna haki baada ya kuzaliwa, haki ya yule ambaye amefelewa na baba yake. Anapozaliwa hupewa haki kama janini ambayo kwamba yuko na baba yake, hufurahiwa kwa kuzaliwa kwake, istiqbaluhu bil farahi was surur, kwa sababu Uislamu umehusia kwa wazazi wawili kile ambacho kwamba kinachokuja duniani kichukuliwe na kipokelewe kwa furaha, kiwe ni cha kiume kiwe ni cha kike. Na imetajwa katika Al-Qur'anul Karim bishara kwa kile ambacho kwamba kinachozaliwa, idha bushira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan yatawara min al-qawl,
Zimeshukia bishara, wengine huchukia kwamba wale wanawake, hufurahia kwamba wale wanaume. Sasa ni maana ya kwamba usifanye ubaguzi, kuwa ni mtu ambaye kwamba mwenye usawa kwa kile ambacho kwamba kinachozaliwa. Ikiwa ni mwanamume ufurahi kama vile inavyotakaniwa ufurahi, na ikiwa ni mwanamke pia ufurahi, kwa sababu ni hiba ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekupa. Yahabu liman yashau inathan, hukupa Mwenyezi Mungu hiba ya wakike na hukupa hiba ya wakiume na hukupa hiba ya kuchanganyia mume na mke. Kwa hivyo ni ufurahi kwa kile ambacho kwamba ulitoletewa. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akatuonyeshea Qur'an vile watu ambao kwamba walikuwa wanafurahi vinapozaliwa vizazi, na vizazi hivi kuzaliwa ni kwamba ufurahi, hata kama ni yatima ufurahie na haki afurahiwe. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Aya hii imeleta bishara sehemu tatu kama inavyoelezwa katika tafsiri al-Qurtubi. Imeleta bishara kwamba Nabii Allah Zakaria amejibiwa dua yake, Mwenyezi Mungu inna nubashiruk. Imeleta bishara Mwenyezi Mungu anampa mtoto, amejibiwa dua yake, ni karama amepewa na Allah Jalla Jalaluhu. Imeleta ishara kwamba dua yake imekubaliwa, kupewa mtoto, itaul walad wa huwa alquwa, ni nguvu ambazo kwamba apewa Nabii Allah Zakaria alayhi salatu wasalam. Imeleta bishara ya kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amempa bishara Nabii Allah Zakaria mtoto amuite Yahya, amuite Yahya. Na wenyewe waeleza kwamba kuitwa Yahya ni kwamba atakuja kuhuisha baina abin sheikhin wa ummin ajuzin, na hii ni katika masala ya nadhar. Almuhim, kwa sababu baba mzee na mama kiajuz ni watu ambao kwamba walikuwa na utasa, lakini akahuisha baina ya wazazi hawa wawili, mapenzi, wenyewe walikuwa na mapenzi, akahuisha yale mapenzi ya kupatikana, yakazidi mapenzi kwa kupatikaniwa yule kijana ambacho kwamba aitwa Yahya. Kwa hivyo ni masaila ambayo kwamba yanaofungamana na bishara kwamba ajibiwa dua yake, apewa mtoto, ahuisha mtoto mwenye kuleta nguvu katika family, auita kwa kuitwa jina, bishara ya kumuita jina nani? Yahya. Imekuja bishara, na kitu bishara ni kitu cha furaha. Siku zote kipewa bishara huwa ni furaha. Fabasharnahu bighulamin halim. Qur'an imekuja ikaeleza kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Aya hii yathibitisha kuwepo kwa bishara kwa mtoto anapozaliwa. Hata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipewa bishara kwa kuzaliwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim li Rasulillah Ibrahim alayhi salam, bishara apewa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam kwamba anazaliwa mtoto ghulamin halim. Inatoka bishara kwa Zakaria kwamba anapewa mtoto ismu Yahya, na ni bishara ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja akatufahamisha tupeane bishara katika mambo ambayo kwamba ni ya kheri, mambo ya kheri. Na ndio utapata hata mwenyewe alipozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi, ikatolewa bishara na wakaacha huri wale ambao kwamba walioacha huri wakati bwana mtume amezaliwa, vijakazi vyao kina Thuwaibat al-Aslami wakaachwa huru. Shafamiana. Kwa hivyo ni kwamba mtoto ambaye atakuwa kwenye tumbo na akazaliwa apokelewe kwa njia ya bishara, na ni mtoto akiwa ana baba hupokelewa kwa bishara. Hata yule ambaye ni yatima pia akitoka afanyiwe kama yule ambaye kwamba anayefanyiwa ana baba, apokelewe kwa bishara. Haki ya kuadhiniwa na iqama ipatikaniwe katika masikio ya yule ambaye kwamba aliyezaliwa, kwa sababu ni sunna
kumwadhinia mtoto aliyezaliwa sikio lake la kulia na kuakimiwa kwa sikio lake la kushoto kwa kumhifadhi na shetani, na kukue jina la Allah jalla jalaluhu na tauhid ni kitu cha kwanza ambacho kwamba anachosikia yule ambaye kwamba aliyezaliwa. Lima ruya an Rafi' an Abi radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam adhana fi udhun al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatima bisala. Mtume alimwadhinia Hasan ibn Ali adhana ile ya swala wakati alipozaliwa na Fatima. Ni maana sasa na yule yatima anapozaliwa ni afanyiwe kama vile wanavyofanyiwa watoto ambao kwamba wana wazazi wao. Kuna haki ya kufanyiwa tahnik, kulishwa tende, na ndio sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa watoto wakizaliwa wakipelekewa yeye, kana yu'ta bisibyani fayuhannikuhum, kwa hadithi ambayo kwamba iliyopo, huletewa watoto akiwapa tende, akiwalisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kuwalisha asali, kama almuhimu kiwe ni kitu ambacho kwamba kitamu, kifanya rutuba ile tende akimpatia. Na hii imesubutu kwa hadithi ya bwana Mtume Muhammad kupitia Abu Musa al-Ash'ari, asema ulida li ghulamun faataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasammahu Ibrahim. Abu Musa al-Ash'ari asema nilipata mtoto, alilezaliwa mtoto, nikamuita Ibrahim, nikamleta kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa hannakahu bitamratin, akamlisha tende tahnik. Wazada al-Bukhari, na Bukhari akazidisha kauli ama riwaya nyingine akasema wadaa lahu bil barakati wadafa'ahu ilayhi wa kana akbar walad Abi Musa, akamuombea baraka, akampa Abu Musa na akawa ndiye mtoto mkubwa wa Abi Musa kwa sababu ameombewa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahnik kama tulisema ni mtu kuifanyia rutuba ile tende alafu kumlisha yule mtoto ambaye kwamba aliozaliwa, na hufanywa vile kwa sababu azoee katika kula. Asema yusna'u dhalika bisaghiri liyatamarrana 'ala al-akli wa yuqawi 'alayhi, wal hikmatu min at-tahniki taqwiyatu 'adhalati al-fami wal lisani, na kupewa ni kwamba kuipatia nguvu vile viungo vya mdomo na ulimi, ili yule alichozaliwa aweze na nguvu ya kunyonya manyonyo ya mamake. Almuhimu ni kwamba watoto wanapozaliwa, yale wanaofanyiwa watoto kupitia sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maana yuyu ambaye kwamba aliyezaliwa na yeye hana baba, ni kwa watu wake wale ambao kwamba wanaofungamana na yeye wamfanyie kama vile wanavyofanyiwa watoto wengine. Inshallah tutakuwa tukiendeleza ile masala ambayo kwamba hukukul yatimi shakhsia, na haki yatima shakhsia ni kwamba tunafundisha kabisa na wale watoto namna ambavyo kwamba wanafaa kufanyiwa, kama wao wanafaa kufanyiwa wakati wanapozaliwa, bimaana mtoto anafaa kufanyiwa wakati akiwa kwenye tumbo mpaka kuzaliwa kwake, ili tupate mafunzo ndani yake, si mafunzo tu ya kumjua yatima peke yake, bali na watoto nini wanachofanyiwa wakiwa kwenye tumbo na baada ya kuzaliwa. Siwe mbali, utakuwa ni wenye kuendeleza vipindi vyetu. As'adallahu awqatakum ila al-liqa. Shukran jazilan. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.